tukiendelea na masuala ambayo yametufikia. Naam. Mikopo ni jambo ambalo haliepukiki katika maisha yetu. Unaweza kuwa na shida ukamfuata ndugu yako individual au kaenda katika taasisi. Naam. Tumezungumzia individual, twende katika taasisi. Naam. Mwanzo taasisi ilikuwa haina system ya kukopesha kwa mifumo ya Kiislamu. Naam. Lakini baadaye ikaanzisha ile mifumo ya Kiislamu. Lakini tukiangalia background ya ile taasisi, profit zote zimekuwa generated kutokana na ile riba ambazo zilipatikana. Unalizungumzia swala hili kwa mtazamo gani? Ala kulli hal, swala la mabadiliko kutoka katika hali ya kumiliki mali kwa njia ya riba, ndio kisha mwenye kumiliki mali ile akatubu, akarudi kwa Mola wake, kisha akajuta katika alikuwa ameyafanya, akarejesha haki za watu wenye kujulikana haki zao. Akaanza kwa miamala iliyokuwa katika hali ya uhalali na usafi, basi afallahu amma salaf, Mwenyezi Mungu anasamehe yaliyotangulia. Tunasema Allah Subhanahu katika aya ya riba akasema kwamba wa in tubtum, kabla akasema kwamba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Kwamba enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa dharu ma baqiya min ar-riba, na acheni yaliyobakia katika miamala ya riba. Achana nayo tena, maki ushaamini na kutubu, basi achana na riba iliyobakia tena, usiendeleze muamala wa riba baada ya kutubu. In kuntum, ikiwa nyinyi ni waumini. Kwa fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasuli, ikiwa hamkufanya hivyo, maki hamkuacha kutumia riba na kuacha miamala ya riba, basi fahamuni ya kwamba au tangazeni vita baina yenu na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mwenye kula riba au kutoa riba au kupokea riba au kuwa shahidi wa riba, kuwa wakala wa riba na mfano wa hayo, hao wote wanakuwa ni sawa na wale ambao wametangaza vita baina yao na Mola wao. Tena sina Mola wao tu, bali na mtume wake. Kisha akasema wa in tubtum, na ikiwa mtatubu, make mkaacha hayo mambo ya riba, basi kuna mambo mawili. Falakum ruusu amwalikum, kwanza haki yenu nyinyi, make sema falakum ilam liibahati alintifai wa tamalluki, inaonesha kuhalalika kumiliki kilichopo pale katika kile cha halali. Umetubu katika riba, basi yale yote ambayo ni riba yavue, warejeshe wenyewe. Ubakie na mali yako safi au asilimia zako safi katika mali yako, ndio asset yako ya asili. Kwa hivyo akasema falakum ruusu, basi bakieni na ile rasilimali yenu tu ambayo ndio chimbuko la kumiliki kwenu. La tadhlimuna wala tudhlamun, maki msidhulumu wala msidhulumiwe. Hasa katika riba kuna kudhulumu na kuna kudhulumiwa. Huyu anayetoa riba kumpa yule mkopeshaji anakuwa amejidhulumu nafsi yake kwanza, ndio, kwa kuasi amri ya Mola wake, kisha amejidhulumu sehemu katika haki yake kwa kumpa asiyestahiki. Na yule naye pia kwa kuchukua ambacho ni cha haram, amefanya dhulma kwa kuasi amri ya Mola wake, kisha anachukua mali ya mwenzake. Huleta baadhi ya watu hoja, kwamba ikiwa tumeridhiana, mimi nimekubali mwenyewe bwana kwa hiari yangu mwenyewe. Kwa kuna dhambi gani? Simeridhia mwenyewe. Hakuna ridhaa ya mtu katika kile ambacho anakichukia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tusiangalie personal interest zetu sisi. Taban. Tusiangalie maslahi yetu sisi kwamba mimi nimeridhia mwenyewe. Kuna watu wanaridhia mpaka mambo mabaya, madhambi makubwa, mtu anasema nimeridhia mwenyewe kufanyiwa mwanangu hivi. Haikubaliki kusema ameridhia mtu uovu ufanyike kwa nafsi yake wala kwa mtu mwingine yoyote. Hata akiridhia basi hairuhusiki. Na ndio maana katika mambo ya katika zile ile fiqh aljinayat, mambo ya criminal, katika makosa ya jinai kisheria, kwamba ikiwa mfano mtu atamwambia mwenzake, pia rafiki yake, ndugu yake, kwamba kamata kisu hiki niue niko radhi uniue, nimeamua utaka kufa nisaidie kuniua nife. Ikiwa atachukua kisu kile na kutekeleza dhamira ile, yu'tabaru qatilan moja kwa moja. Naam, anazingatiwa kuwa ameua kwa makusudi. Ni kosa la jinai, kwa sababu huyu hamiliki nafsi yake kwamba ajiue mwenyewe, wala hamiliki kumpa mwingine mamlaka ya kumuua kisheria. Kama ilivyokuwa yeye mwenyewe pia kujiua haruhusiki, ni haram. Amesema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqtulu anfusakum, msiue nafsi zenu, inna Allah kana bikum rahima, Mwenyezi Mungu hakika kwenu amekuwa ni mwenye huruma. Sasa vile vile katika masuala ya mali, akisema mtu ameridhia mwenyewe kuchukua riba, je, Mwenyezi Mungu ameridhia?
Cha kuangaliwa hapa ni ridhaa ya Mwenyezi Mungu, si ridhaa ya mtu mmoja. Ridhaa yangu mimi mwenyewe binafsi. Na ridhaa ya mtu ataridhia katika haram. Wakati Mwenyezi Mungu hapendi mambo ya haram wala hapendi ufuska, wakasema wakaraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Mwenyezi Mungu amechukia kwetu sisi waumini ukafiri, ufuska na wasi wa aina zote. Kwa maana hiyo hakuna ridhaa wala kuridhiana makubaliano kwamba kahalalika kwa kuwa wamekubaliana wao katika haram. Hilo halikubaliki. Kwa hivyo hilo ni la kuepuka moja kwa moja.